Kama ambavyo sote tunafahamu, serikali inaendelea na utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa wa mwaka 2023, ambapo kwa mwaka huu wa pili utekelezaji umeendelea kwa darasa la pili, la 4, kidato cha kwanza mkondo wa jumla, kidato cha pili mkondo wa amali, lakini pia tunataraji utekelezaji utaendelea kwa mwaka wa pili wa ualimu na sekondari hatua ya juu kidato cha 5. Sasa ili kuhakikisha kuwa mtaala unatekelezwa kwa ufanisi, mafunzo kwa walimu ni moja ya mambo ya msingi. Kwa kulitambua hili, serikali inatambua kwamba utekelezaji wa mitaala wenye ufanisi unahitaji walimu waliopata mafunzo. Na kwa kulitambua hili, Taasisi ya Elimu Tanzania imepokea jumla ya shilingi bilioni 940. Tunashukuru sana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kufanikisha upatikanaji wa fedha hizi. Lakini pia tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuipatia TET fedha zilizotengwa kutekeleza majukumu kadhaa yanayohusiana na utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa, ikiwemo utoaji wa mafunzo na uandaaji na usambazaji wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Ndugu mgeni rasmi, fedha hizi nilizozitaja za mafunzo bilioni 9.9 ni mahususi kwa ajili ya kutoa mafunzo ya walimu wanaofundisha somo la elimu ya biashara ngazi ya sekondari pamoja na walimu wa masomo ya sayansi na Kiingereza kwa ngazi ya shule ya msingi. Ndugu mgeni rasmi, kwa upande wa somo la elimu ya biashara, mafunzo yanatarajiwa kutolewa kwa jumla ya walimu wa ajira mpya 1571 walioajiriwa kufundisha somo la elimu ya biashara, yani business studies, kwa shule za sekondari za serikali Tanzania bara. Mafunzo haya yanatarajiwa kuanza leo tarehe 27 Mei 2025 hadi tarehe 11 Juni 2025. Na tumeagawa mafunzo haya katika awamu 3 na yatatolewa pia katika vyuo vya walimu vitatu. Na vyuo hivyo ni chuo cha walimu Tabora, chuo cha walimu Morogoro na chuo cha walimu Korogwe. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuwajengea walimu uelewa wa masuala yote yaliyoboreshwa katika mitaala, ikiwemo mbinu mbalimbali za kufundisha somo la elimu ya biashara kwa wanafunzi kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4. Ndugu mgeni rasmi, utoaji wa mafunzo haya umefanyika kufuatia kukamilika kwa kazi ya uboreshaji wa mitaala. Katika mitaala iliyoboreshwa, moja ya maboresho yaliyofanyika ni kusuka upya somo lililokuwa likijulikana kama commerce katika ule mtaala ambao unakamilisha muda wake. Hivyo somo hili limesukwa upya ili limfundishe mwanafunzi mbinu na mikakati ya kuanzisha na kuendesha biashara kwa ufanisi. Kufuatia kusukwa upya kwa somo hili, limebadilishwa jina sasa na badala ya commerce linaitwa elimu ya biashara, kwa Kiingereza ni business studies, na limefanywa kuwa ni moja ya masomo ya lazima kwa wanafunzi wote wa ngazi ya sekondari hatua ya chini katika mkondo wa amali na jumla. Katika mkondo wa jumla, masomo ya lazima yako 6 ambayo ni elimu ya biashara, Kiingereza, hisabati, Kiswahili, jiografia na historia ya Tanzania na maadili. Ndugu mgeni rasmi, wawezeshaji wa mafunzo haya ni wakuza mitaala kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania kama ulivyotambulishwa, lakini pia tuna wakufunzi kutoka Chuo cha Ualimu Shinyanga na wataalamu kutoka Educate. Miongoni mwa mambo ambayo walimu watafundishwa kupitia mafunzo haya ni kuhusu maboresho mahususi ya mitaala yaliyofanyika mwaka 2023 katika ngazi ya elimu ya sekondari, ambapo washiriki watapitishwa katika muundo wa elimu, watachambua muhtasari wa somo la elimu ya biashara kidato cha kwanza mpaka cha 4, watafundishwa namna ya kuandaa azimio la kazi na andalio la somo. Lakini pia watawezeshwa kuhusu mbinu mbalimbali za kufundisha somo la elimu ya biashara, ikiwemo kufanya kazi mradi, yani project, pamoja na skill lab. Ndugu mgeni rasmi, vile vile kama tunavyofahamu kuwa maboresho ya mtaala maboresho ya mitaala pia yamejikita kujenga umahiri katika stadi za karne ya 21
za kuwasiliana, kushirikiana, ubunifu, fikra tunduizi na utatuzi wa matatizo, ujuzi wa kidijitali, maadili na uzalendo, ambazo mafunzo haya pia yamejikita kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji kwa kutumia mbinu shirikishi zinazomfanya mwanafunzi kuwa kitovu cha ujifunzaji. Ndugu mgeni rasmi, kama ulivyoona pale kwenye maonesho, ni wazi kwamba wanafunzi wale walioanza kutekeleza mtaala wameanza kutumia mbinu mbalimbali za kuwafanya wanafunzi kuwa wabunifu, na kupitia ubunifu wao wameweza kubuni biashara zile ambazo wametuonesha pale. Tunasema tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba walimu wetu wanawezeshwa kutumia mbinu za kuwafanya wanafunzi kufikiri, kutafakari, kutafuta maarifa kutoka vyanzo mbalimbali, kufanya kazi za vitendo, utafiti, majaribio ya kisayansi, majadiliano na kazi mradi zinazolenga kutatua matatizo katika mazingira halisi ya mwanafunzi. Ndugu mgeni rasmi, walioko mbele yako ni jumla ya walimu wa ajira mpya 536 kati ya walimu 1571 walioajiriwa mwaka huu kwa ajili ya kufundisha somo la elimu ya biashara, yani business studies, katika shule za sekondari zilizopo katika mikoa ya Tabora, Geita, Rukwa, Kigoma, Katavi, Mwanza na Kagera. Walimu hawa ni sehemu ya awamu ya kwanza mafunzo haya. Awamu nyingine 2 za mafunzo zitafanyika katika mikoa iliyotajwa hapo awali. Ndugu mgeni rasmi, hafla hii ni yako. Basi mimi nisiwe msemaji sana, ila naomba nimalizie kwa kukushukuru tena wewe mwenyewe binafsi kwa kutenga muda kuja kufungua mafunzo haya. Lakini pia kwa nafasi ya pekee ninawashukuru sana shirika lisilo la kiserikali la Educate ambalo limeendelea kushirikiana na serikali kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania katika kufadhili uandishi wa vitabu vya elimu ya biashara pamoja na kugharamia sehemu ya utoaji wa mafunzo haya. Ndugu washiriki wa mafunzo, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kujumuika nanyi katika siku hii muhimu ya kufungua mafunzo ya walimu wa ajira mpya wanaofundisha somo la elimu ya biashara kwa shule za sekondari za serikali Tanzania bara. Pili, namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutenga fedha za kufanikisha masuala mbalimbali ikiwemo utoaji mafunzo haya kwa walimu. Kwa mwaka huu wa fedha 2024-2025, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetenga jumla ya shilingi bilioni 9 na milioni 940 kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa walimu wa msingi na sekondari. Ndugu washiriki wa mafunzo, nina imani kuwa sote tunakumbuka kwamba mwaka 2023 serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ilikamilisha jukumu nyeti na muhimu la kufanya maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 sambamba na mitaala ya elimu. Jukumu hili tulilitekeleza kwa umakini, na kama mtakumbuka vema, lilikuwa ni maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kutokana na zoezi hili, tulipata sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mitaala ya elimu ya mwaka 2023, na nyaraka hizi zote zilizinduliwa rasmi mwaka huu 2025 tarehe 1 Februari. Ndugu washiriki wa mafunzo, kama ilivyoelezwa na Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania, moja kati ya maboresho makubwa yaliyofanyika katika mtaala wa elimu ya sekondari hatua ya chini ni kuanzisha somo jipya la lazima kwa wanafunzi wa mkondo wa amali na wa jumla la elimu ya biashara, yani business studies. Kuanzishwa kwa somo hili kumepelekea uhitaji mkubwa wa walimu, na hasa ukizingatia kuwa ni somo la lazima. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa kibali cha kuajiri walimu 4,000 wa kufundisha somo hili. Mpaka sasa jumla ya walimu 1,702 wameajiriwa na serikali bado inaendelea pia kuajiri ili kufikia idadi ya walimu hao 4,000. Leo tumekutana hapa
kwa lengo la kufungua mafunzo ya walimu hawa 1702, lakini nimeambia kwamba awamu ya kwanza hapa kuna walimu 537 kwa hapa kituo hiki cha chuo cha ualimu Tabora, kuhusu mtaala ulioboreshwa wa ngazi hii ya elimu ya sekondari hatua ya chini. Ndugu washiriki wa mafunzo, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imejipanga kuendelea kutoa mafunzo kwa watekelezaji na wasimamizi wote wa mitaala. Lengo ni kuhakikisha kuwa wanayaelewa vema maboresho ya mitaala yaliyofanyika na wanaitekeleza kwa ufanisi, na hivyo kufanikisha kufikiwa kwa lengo la kuwa na wahitimu wenye ujuzi stahiki. Kwa nafasi hii, niipongeze sana Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kuandaa mafunzo haya muhimu yenye lengo la kuongeza ubora na tija kwa walimu wapya wanaofundisha somo la elimu ya biashara katika utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa. Ninatambua kuwa TETI mmeendelea kutekeleza jukumu la kutoa mafunzo endelevu kazini kwa walimu wa ngazi zote kuanzia elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vya walimu. Ninatambua pia kuwa mmeshatoa mafunzo kabilishi kwa walimu wote wanaotekeleza mtaala ulioboreshwa wa elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vya walimu. Aidha, kwa sasa natambua kwa pamoja na mafunzo haya mnaendelea kutoa mafunzo kwa walimu wa sayansi, elimu ya msingi na Kiingereza, lakini pia pamoja na mafunzo ya ana kwa ana, TETI mna jukumu la kusimamia mfumo unaojulikana kwa jina la Learning Management System, yani LMS, unaotumika kutoa mafunzo endelevu ya walimu kazini, yani MEWAKA. Nitumie nafasi hii kuwaelekeza kuendelea kuimarisha MEWAKA katika ngazi ya elimu ya sekondari kwa kuandaa moduli na programu za kisasa zitakazowezesha walimu kuendelea kujifunza katika jumuiya zao za ujifunzaji katika maeneo yao kazini. Ni wazi kuwa walimu kama taaluma nyingine wanahitaji kupata mafunzo ya mara kwa mara. Serikali inatambua hili na tumedhamiria kuhakikisha kwamba suala la mafunzo ya walimu kazini linakuwa la lazima na si hiari kwa walimu wote nchini. Hivyo hata baada ya mafunzo haya ninawaelekeza kuendelea kujijengea umahiri kwa kushirikiana katika kutoa mafunzo ya MEWAKA. Ndugu washiriki mafunzo, ninawapongeza kwa kuitikia wito wa kushiriki katika mafunzo haya, na ni matumaini yangu kuwa mtatumia fursa na muda wenu kujiandaa vyema ili kuifanya kazi yenu kwa umahiri na ufanisi mkubwa. Vile vile ninaamini kuwa mtatumia fursa hii kubadilishana uzoefu wa kujiwekea mikakati namna ya kutumia ujuzi mtakaopata katika kuleta maendeleo chanya katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji ili kuimarisha umahiri utakaojengwa kwa wanafunzi wetu. Ndugu washiriki wa mafunzo, nimejulishwa kwa mafunzo haya yatafanyika kwa awamu 3 kwa kuanzia chuo cha ualimu Tabora ambako ndipo tunazindua leo, chuo cha ualimu Morogoro na chuo cha ualimu Korogwe. Pia kama ilivyoelezwa na mkurugenzi mkuu wa TETI, mafunzo haya yamejikita katika kuwajengea uelewa katika mambo mbalimbali yakiwemo yafuatayo. Kwanza, mabadiliko ya jumla katika mtaala wa elimu ya sekondari wa mwaka 2023. Pili, kumudu mbinu mahususi za ufundishaji na ujifunzaji wa somo la elimu ya biashara pamoja na kusimamia kazi mradi ili kujenga mahiri zilizokusudiwa. Tatu, kutoa nafasi kwa walimu kubadilishana uzoefu, kujifunza kwa vitendo na kupata miongozo itakayowaongoza katika kazi zao. Na 4, kumudu mbinu za upimaji, tathmini na utoaji wa mrejesho wa maendeleo ya ujifunzaji kwa kuzingatia ujenzi wa umahiri. Ni imani yangu kuwa baada ya mafunzo haya si tu mtaweza kufanya kazi yenu ya ufundishaji, bali mtaongeza ujuzi na maarifa katika kufanikisha ufundishaji na ujifunzaji wa somo la elimu ya biashara. Ndugu washiriki wa mafunzo, serikali itaendelea na mikakati mbalimbali ya kuboresha mazingira ya walimu nchini, ikiwemo uboreshaji wa mazingira ya kazi kwa kuboresha miundombinu na vifaa vya kufundishia na kujifunzia vikiwemo vifaa vya TEHAMA. Aidha, serikali pia itaendelea kuboresha na kuimarisha
rasilimali watu ili kupitia mafunzo mbalimbali kwa watumishi wake, yakiwemo mafunzo haya kuhusu namna ya kutekeleza mtaala ulioboreshwa wa mwaka 2023. Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa kuzingatia umuhimu wa mafunzo haya, ni matarajio ya Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Wizara ya Ofisi ya Rais TAMISEMI kuwa wote mnaoshiriki mafunzo haya mtayafuatilia kwa umakini, na mtakaporudi katika maeneo yenu mtakuwa mahiri katika kutekeleza mtaala ulioboreshwa, ikiwemo ufundishaji na ujifunzaji wa somo la elimu ya biashara. Aidha, mtaendelea kujinoa kupitia MEWAKA. Kwa kufanya hivyo, mtaiwezesha serikali kufikia azima yake ya kuleta mabadiliko ya kweli katika ufundishaji na ujifunzaji, na hatimaye kujenga umahiri uliokusudiwa kwa wanafunzi wetu. Sasa, kabla sijasoma aya ya kuhitimisha, ninayo mawili. Nikimaliza hayo ya kwangu mawili, nasoma aya ya kuhitimisha hotuba ya katibu wetu mkuu Profesa Caroline Kidato Sinombo. La kwanza, naomba muelewe kwamba katika rasilimali zote ambazo tumepata neema ya kuwa nazo Tanzania, hakuna rasilimali inayolingana uthamani na rasilimali watoto. Huwezi kulinganisha watoto na madini na wanyamapori na misitu na mlima Kilimanjaro na rasilimali zingine zote. Hilo mlielewe. Ukiwa mwalimu uanze na hilo. Hatuna rasilimali ya maana na muhimu kama rasilimali watoto. Naomba mwalimu uliyoko hapa fungua sikio yako nielewe. Kwa sababu hiyo, mbingu na nchi zimewaamini walimu kuchukua rasilimali ya thamani kuliko zote na kuwakabidhi ninyi. Narudia tena, mbingu na nchi zimewaamini kuchukua rasilimali watoto ambao ni thamani kuliko wote. Mmekabidhiwa ninyi. Kwa maana hiyo, naomba muwalinde watoto kwa nguvu zenu zote, hata kama ni kufa tufe kwa kulinda watoto wetu. Naomba muwapende watoto pamoja na masuala mtakayojifunza hapa, kumudu maudhui, mbinu za ufundishaji na ujifunzaji, tathmini na upimaji wa maendeleo ya watoto wetu. Fanyeni yote hayo katika muktadha wa upendo. Narudia tena, ndio mapendo wangu, walimu wangu. Pamoja na kumudu maudhui ya somo la biashara, mbinu za ufundishaji na ujifunzaji za kale na za kisasa, mbinu za kufanya tathmini na upimaji wa maendeleo ya watoto wetu, zingatieni kumlinda mtoto wetu na kumpenda kwa mioyo yetu yote. Hata mnapokuja kuadhibu, waadhibuni katika muktadha wa upendo. Asiwepo mwalimu anayesahau kumpenda mtoto na kumthamini mtoto. Sisemeje, na nikiongea mshaka I feel so much that is feeling about children in Tanzania. Naomba mwapende watoto kwa mioyo yenu yote, kwa akili zenu zote, kwa mioyo yenu yote, na kwa nguvu zenu zote. Unapomwadhibu, mwadhibu katika msingi wa upendo, na kwa maana hiyo zingatia STKM, sheria, taratibu, kanuni na miongozo. Inasikitisha kuona baadhi ya walimu siku hizi wanapiga mpaka kujeruhi watoto. Ninyi mnasikia na kuona wengine mpaka wanaua rasilimali yetu hii kuliko zote, wanaua watoto. Na mimi nimesikia. Kwa nini walimu wa leo wamekuwa hivyo? Kwa nini lakini mpige mpaka kupasua mikono, mpaka kupasua ngoma ya sikio, mpaka kupasua mapaja, mgongo, mwili? Mmeona kwenye klipu mbalimbali zinazofunguka, baadhi ya walimu tunaharibu taaluma ya walimu. Na mkumbuka kama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 1 Februari 2025 aliongea taaluma ya walimu ndio kiini
cha taaluma zote, ni mama wa taaluma zingine zote. Kumpiga mtoto umejaa hasira sana ni hatari. Ninyi nyote mmesoma saikolojia ya walimu, si ndio? Usimpige umekasirika sana, utaumiza. Wanawaambia watu unapomchapa mtoto, mchape mwanangu, sipendi kukuadhibu, lakini kwa tabia hii unayoonyesha nisipokuadhibu utapotea. Utapotea mwanangu, utapotea. Leo nakupiga viboko vinne. Naomba usiulete tabia hii. Haya, kamata chini. Kamata chini, kamata chini mwanangu. Huko nafanya. Kamata chini. Naambia moyo wangu unakuchapa, lakini fanya nini kuacha utapotea mwanangu. Na wewe tegemea na taifa letu. Toa mkono. Njoo mwanangu, njoo. Unaniumiza moyo wangu. Kwa ajili ya kila mmoja hivyo. Kwa ajili ya kufanya hivyo. Naomba usirukie. Nataka ufanikiwe mwanangu bila kuliko wewe. Mtoto na yeye ataamua kilio cha unachoongea. Hata ninaposhi na mwalimu. Sitarudi. Sasa kwa watu ambao wana imani pia kama wewe ni Muislamu Mkristo, baada ya hapo Baba katika jina la Yesu. Na msogea mtoto wewe ndo mwalimu wa watoto hapa. Naomba mfundishe, naomba mlele. Wewe ndio ulimleta kwa kusudi maalum. Naomba kusudi lako ndani ya mtoto litimie kwa ajili ya jamii na taifa la Tanzania. Na mkabidhi kwa mikononi mwako. Asante kwa maana hutamwacha. Ulimleta kwa kusudi na kusudi lako litatimia. Asante Bwana, asante. Tunaacha usitarudia tena. Amani tena. Umeelewa? Hilo la kwanza, tupendo. Mwisho, la pili, naomba walimu tujitambue. Sera ya 2023 itolewe hiyo inasisitiza kwamba mwalimu tunataka awe na hadhi yake, arudishiwe hadhi yake, apate hadhi yake. Sasa hivi tupewe hadhi yetu, tujitambue kwanza mwenyewe. Tujitambue kwanza nani. Na wimbo tumeimba. Tumeimba kuanzia rais tegemeo lake walimu. Tumeimba kwa nchi nzima tegemeo ni walimu. Tujitambue hivyo. Kwa hiyo mwenendo wetu uwe bayana kwamba sisi ni walimu. Wana wa Yesu zote. Vaeni kama walimu. Sawa ndugu zangu? Angalia mikrofoni. Angalia. Hata kama tayari sina angalia mikrofoni. Kama mshahara vaa kimaadili vizuri. Kama naona walimu wengi tumefurahi leo hapa. Leo nzuri sana hongereni jamani. Yaani sio kwa unafurahi sana ndio kawa ni wanatisha walimu kutoka Tanzania wote. Vaeni kama walimu. Ongeeni kama walimu, chagua maneno. Hapa mnapowasiliana kumkumbusha ni wanaangalia kumkumbusha. Chagueni maneno ni walimu. Msiandike ovyo ovyo. Tendeni kama walimu. Kwenye misiba mwendelee kwa walimu. Kwenye nyumba za ibada msikitini au kanisani, mwalimu. Kwenye sherehe, mwalimu. Wanawaambia hivyo. Kwenye kumbi za kucheza, tunasoma kucheza kidogo kwa mnachezaji kama mwalimu. Chezeni kama walimu. Tujitambue. Mungu awasaidie mjae hekima na stadi. And I pray that every teacher in Tanzania be really a source of wisdom. People be flocking towards him or her, seeking for the word of encouragement, a word of advice. Because teachers are like people who can deliver information that will redeem the entire country.
redeeming the entire country through a teacher. Tembea safi mwalimu. Safi, tembea safi. Yani mwalimu huyu. Kwenye basi kwenye mkurugenzi ananiambia kucheza. Kwa hiyo kwenye basi tunasafiri kwenye SGR mwalimu. Ulipokaa mwalimu. You are a teacher, I'm a teacher. Teaching profession is the mother of all professions. Is the mother of all professions. Tujitambue hivyo. Kama ni mitindo kama mwalimu, usifanye mitindo ya ovyo. Kama ni binti usifanye kimimi. Kimimi usifanye mo. Tena mimi nashauri ukiwa mwalimu hata mwalimu usikiwa darasani usifanye. Usipita attention ndio mkuu. Kwa hiyo leo tutafanya hesabu kwenye chati. Somo la hesabu lina wewe kama tu kawaida kama unavyofikiria. Sawa? Kazi nzuri. Si waambieje Mungu awasaidie kwa hilo. Mwalimu jamani, nyoa vizuri kwa mimi. Ona. Mimi ni mwalimu wa chekechea. Na watoto wa chekechea wanajifunza kwa kunaka tabia kuliko kuongea nao. Behavior in every childhood is more taught than taught. Is taught than taught. Kwa hiyo lazima uonekane kweli wewe mwalimu. Msiwapa watoto kazi hatarishi. Nimesikia wengine wanapa kazi magumu kwa hatarishi. Hapa ndio upendo. Na mwisho kujitambue. Wapendwa, mnisikilize, mnielewa? Tunafikia mwisho kwa wapendeni watoto kwa mioyo yenu yote, kwa akili zenu zote, kwa nguvu zenu zote. Mwe tayari kuamini na usiku mchana. Tukiwakabidhi watoto, yule mbingu na nchi zimewaamini ninyi, maana hakuna rasilimali ya mara kama mtoto. Hakuna. Mwalimu, nikuletea mwanangu ili kwako, ndio nimekuamini mlo baba. Nimekuwa kazi kwa bieji wewe. Mwanangu, baba kalai. I have trusted you so much. Mpende, mlinde, mwendeleze au baraka kwa taifa letu. Naomba ujumbe kwa kufikia wote jamani. Mmenielewa jamani? Mimi naumia sasa hivi sana usiku usilale. Kuna kibodi kuja juzi sasa niliwalega mimi mtoto kapigwa belaki nyama tu mikono nyama tu. Wewe nyama tu mikono yote nyama tu. Mungu walimu watano wanashirikiana. Nyama tu. Hapana. Ndugu washiriki wa mafunzo haya, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, sasa nachukua nafasi hii kuwashukuru wadau mbalimbali wa maendeleo wakiwemo Educate kwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha malengo ya kuanzisha somo hili yanafikiwa. Ninafahamu kuwa Educate tumekuwa pamoja nao kuanzia kwenye maboresho ya mitaala, mihutasari, uandishi wa vitabu na mafunzo ya walimu. Kwa nafasi hii niendelee kuwaomba wadau wengine wote wa elimu kuendelea kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa sera ya elimu mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023.